Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amina. Eastwind yote hii mwezi ni mwezi ya inheritance. Katika huduma hii ya Eastwind kote ulimwenguni, huu ni mwezi wa urithi. Ndio maana tutasema vitu vitatu. And that's why we'll talk about three things. Hallelujah. Amen. Tatusaidia kuingia ndani ya inheritance yetu. Three things that will help us to get into our inheritance. Hallelujah. Amen. Tutasoma katika kitabu cha Hebreu. Let us read from the book of Hebrews. Chapter 11. Waebrania sura ya 11, Hebrews 11. Verse 5 to 6. Mstari wa 5 na wa 6. Sura ya 11. Sura ya 11. Mstari wa 5 na wa 6. Kwa Kiswahili kwanza nitasoma. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hallelujah. Henoki amempendeza Mungu. Enoch pleased God. Biblia inasema bila imani hauwezi kumpendeza Mungu. The Bible says without faith it is impossible to please God. Ndio maana tutasema kwa vitu vitatu. And that's why we'll talk about three steps or three things. Imani, faith, obedience, cha pili utiifu, cha tatu toba. and the third one repentance. Imani, faith, utiifu na toba. Obedience and repentance. Hivyo vitu vitatu vitatusaidia kuingia ndani ya inheritance yetu. These three steps will help us to get into our inheritance. Sababu hivyo vitu vinampendeza Mungu sana, vinamfurahisha Mungu sana. Because these three things please the Lord, they make the Lord happy. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Tutasema kidogo. We shall read briefly. Mungu ameumba Adam na Eve. God created Adam and Eve. Makusudi ya Mungu ilikuwa waishi vizuri. And the will and the purpose of God is for them to live well. Akawatayarishia nafasi nzuri sana. He prepared for them a very wonderful garden. Akawatayarishia bustani nzuri sana. A very wonderful place. Akatia kila kitu. He put everything in it. Akasema hivi vitu vyote ni vyenu. And he said all these things belong to you. Kila kitu mtakamata. Everything you shall eat of. Lakini akawapatia instruction. But he gave them an instruction. Akasema kuna kitu naomba, hii mti ya kati msikule matunda yake. He told them, but there is one instruction, one command I give you. From this tree at the center, don't eat of its fruit. Sababu mkakula hiyo matunda mtakufa. And the day you eat from this tree, you shall surely die. Walikuwa wakiishi vizuri sana. They were living so well. Asubuhi na magharibi Mungu alikuwa akija kuwatembelea. Morning and evening the Lord will visit them. Sio kuwatembelea tu, alikuja anaongea nao. Not only visiting them but also conversing with them. Kama watoto wake. As his children. Kama marafiki zake. As his friends. Ilikuwa vizuri sana. It was so sweet. Lakini shetani, but Satan, hatupendee mema. Satan does not want us to have good. Hatupendee mema. He doesn't want us to have good things. Hakufurahi. He's not happy. Akakuja kuwadanganya. He came to deceive them. Akawaambia. And he told them. Unajua shetani akitaka kukudanganya. Do you know when the devil wants to deceive you? Anakutia doubt. First of all, he brings doubt in you. Anasema sasa ile kweli ni hivyo. He says, did God really say? Kweli hii mwezi ni ya inheritance. Is this month really the month of inheritance? How shall it be? Anakutia doubt. He brings doubt in you. Doubt, ukisha kuingia doubt, faith yako inaanguka. The moment doubt creeps into you, your faith is weakened. Alafu akamwambia Eve. And he told Eve.
Akamwambia ni kweli kabisa. Is it true? Is it really this way? Mungu amewaambia msikule hiyo matunda. Did God really say that you should not eat of this tree? Kwa nini? Why? Eva naye akasema, Eve said, okay, really? Amesesi, wanawake anapenda kuzungumza sana. You know, women are so investigative. Akasema, ametuelezea kama tukakula hiyo tutakufa. Eve said, yes, God said when you eat of this tree, of this fruit, we shall die. Afu shetani akapata mlango ya kuingilia. Now with that, the devil got an opportunity to get in. Akasema, sio kweli. And he said, no, that's not true. Hamutakufa. You will not die. Mutakuwa na akili kama yeye. Actually, your eyes shall be open and you'll have understanding like him. Mutajua mema na mabaya. You will know good and bad. Mutakuwa na akili. You will have understanding. Sasa Eve naye, now Eve, hakukuwa, naweza sema kama hakukuwa na faith. On the other hand, you cannot say whether she had faith or not. Akamwambia bwana yake, she told her husband, sasa hii matunda Mungu alituambia tusile, lakini shetani amesema tutakuwa na akili. Now husband, this fruit, God said we should not eat of it. But Satan says we will gain understanding, our eyes will be open. Adamu ndio mwenye Mungu alimwambia. Adam is the one who received the instruction from the Lord. Adam ndio Mungu alimzungumzia. God spoke to Adam. Lakini akasikilizia mke wake. But here he was listening to his wife. Eve akakula akampatia na mume wake. Eve took a bite and gave also to her husband. Sababu shetani alikuwa ameingia mahali hapo. Why? Because the devil was already in. He had put his foot inside. Hiyo ni kutotii. That is disobedience. Kama hautii, if you don't obey, Mungu sio rafiki yako. God is not on your side. Kama haukutii wazazi, haukutii wa spiritual father. If you don't obey your parents, you don't obey your spiritual parents. Hautii wazazi wako, hautii wa pastor wako. You don't obey your parents, you don't obey your pastors. Sio vizuri. That's not right. Sababu iko principle ya Mungu, principle ya Mungu. Because this is the principle of God. Hallelujah. Amen. Sababu ni nguvu kumtii Mungu kama haukumtii mzazi mwenyeko pembeni yako. Because obviously it is so difficult for you to obey God if you're not able to obey your parent or your spiritual parent who is just right there. Kwa kazi yako, in your work, lazima uobey. You have to obey. Kwa kanisa uobey. In the church, obey. Fasi yote uobey. Wherever you're placed, obey. Kwa nyumba yako uobey. In your household, obey. Ndio utamfurahisha Mungu. That's the only way you can please the Lord. Hallelujah. Amen. Tumesoma kuhusu Enoch. We have read about Enoch. Enoch alikuwa na faith sana. Enoch was a man of faith. Mungu alikuwa anamfurahia sana. God was pleased with him. Sasa Adamu kwa maana hawakuobei Mungu. Now Adam and Eve, because they did not obey God, Mungu akatia kifo. God allowed them to test death. Kifo ikaingia. Death came. Magonjwa yakaingia. Diseases came. Kuumizwa ikaingia. Hurt came. Divorces zikaingia. Divorce came. Vitu vibaya vikaingia. So many evil things came. Sababu hawakuobei Mungu. Reason is because those first parents Mungu did not obey kifo God. Itaingia. God said, kifo itaingia. Death will come. Lakini Mungu wetu ni mwema. But our God is good. Palikuwa mtu mmoja alikuwa na faith sana. There was a man who had so much faith. Alikuwa right, alikuwa anafurahisha Mungu sana. This man was righteous. He pleased God. Alikuwa ananyenyekea mbele za Mungu. He was humble before the Lord. Alikuwa na obey Mungu. He was obeying God. Hallelujah. Amen. Mungu akasema huyu mtu Enoke hatapitilia kifo. God said this man Enoch will not test death. Enoke hakukufa. Enoch did not die. Alikuwa enlevé. He was alinyakuliwa. He was raptured. Amen.
alinyakuliwa. He was raptured. Hakupitia kifo. He didn't go through death. Inaamini nini? Inaaminisha nini? What does that mean? Kama na sisi tukakuwa na faith. If we also have faith. Kama tutakuwa na kunyenyekea mbele za Mungu. If we humble ourselves before God. Hallelujah. Amen. Kama tukiwa na toba. If we are repentant. Sababu inawezekana kuna mama moja ameomba msamaha hapa. Because it's possible. There was a lady here who asked for forgiveness. Ni vizuri sana. It's something good. Kama ukafanya kitu ambayo hakifurahishe Mungu. If you do anything that does not please the Lord. Unaomba toba. You ask for forgiveness. Unanyenyekea mbele za Mungu. You humble before the Lord. Unakuwa na faith mbele za Mungu. You have faith. Hallelujah. Exercise faith before the Lord. Njia za kuingia katika inheritance. That is your way into your inheritance. Hautaimba tu inheritance. You cannot just go into inheritance. Lazima hiyo vitu vitatu. You have to consider these three things. Ndio vitakuingiza katika inheritance. In order to be ushered into your inheritance. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mama amesema kitu kidogo. Mama said briefly here. Kimenifurahisha sana. Which has made me glad. Kama nilipana seed yangu. If I had my seed. Sikuwa najua kama takuwa spiritual father yangu. I was planting my seed, but I did not know she'll become my spiritual father later. Hallelujah. Amen. Sasa hapa mimi ni inheritance yangu. Now this is my inheritance. Navuna. I am harvesting. Hallelujah. Amen. Navuna. I am harvesting. Bwana sifiwe. Praise the Lord Jesus. Ndio mnatakiwa kufanya. That is what you're supposed to do. Mungu amewaleta hapa. God has brought you here. Saa zingine ndio inheritance yenu. Probably this is your inheritance. Hallelujah. Amen. Lazima tufungue macho ya kiroho. We have to open our spiritual Tujue eyes. nini iko mbele zetu. To know what is ahead of us. Hallelujah. Amen. Sasa huyu Enoch. Now Enoch. Inaonesha kama ile ilikuwa inheritance yake kukua transferred kunyakuliwa. Enoch, his inheritance was to be raptured. Anaingia kwa Mungu. And he went to God. Ile ni inheritance ya mahali tutaenda kwa Mungu. That is the inheritance, that means the inheritance where we shall go to God, heaven. Lakini natafuta kuambia kama. But I want to tell you this. Hata hapa duniani. Even here on earth. Tutavuna. We shall reap. Hallelujah. Amen. Tutapata inheritance yetu hapa. We shall also get part of our inheritance right here. Mbele ya kwenda mbinguni. Before heaven. Tutaanzia hapa. We shall start from here. Tutaanzia hapa. We shall start from here. Tutaanza matunda ya nchi hapa. We will test the goodness of the land here. Hallelujah. Amen. Kama tuna faith. If we only have faith. Kama tuna obey. If we obey. Hallelujah. Amen. Kama tuna repent. If we are repentant. Amen. Amen. Tutavuna hapa. We shall reap from here. Hallelujah. Amen. Haujui sababu gani Mungu amewaleta mahali hapa? Probably you may not know the reason why God brought you here. Muna follow vision ya mama. You follow the vision of mama. Hallelujah. Amen. Kuna kusudi ya Mungu. There is the purpose of God. Kubakia pembeni yake. To sit by her side. Itakuwa inheritance yenu. And if you remain there, that will be an inheritance. Hallelujah. Amen. It's for your own good. Ni kwa manufaa yenu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina kanisa. Hallelujah. Amen. Tutaangalia kwenye Abraham. Tufungue tusome kuhusu Ibrahimu. Genesis chapter 12. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Tutaangalia namna gani huyu Abraham amemtii Mungu na alikuwa na imani sana kwa Mungu. We shall seek to find out how this man Abraham obeyed God and this man had faith. Tamuomba Pastor Ben kusoma kwenye Swahili au Kiingereza. Let me read from Swahili. Swahili from kuanzia mstari wa kwanza, from verse 1. Mwanzo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Genesis chapter 12 from verse 1. Bwana akamwambia Abramu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru,
Lutu akaenda pamoja naye, naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye, na vitu vyote vyao vikakuwa wamejipatia. Tachi hapo. Haleluya. Amen. Mungu akamwambia Abraham. And God told Abraham. Akamwambia toka wende. He told him, get out of this land. Amen. Amen. Toka nchi yako. Get out of this land, your land. Acha kila kitu. Leave behind everything. Acha culture yako. Forget your culture. Acha dini zako. Leave your religions. Simama wende. Arise and go. Wende nitakuonesha mahali utaenda. To a land that I will show you. Hakumwambia anaenda wapi. He didn't tell him where he was being taken. Alimwambia nitakuonesha. He told him, I'll show you that country. Ile iko faith kabisa. That takes faith. Hallelujah. Amen. Abraham hakuhesitate. Did not hesitate. Amen. Amen. Akasema kwa kuwa wewe ni Mungu umesema basi nitaenda. And he said, because you are God and you have said this, I will obey and go. Ile ni mambo ya kushangaza sana. This is something very amazing. Mungu akamwambia, God told him, kwa kuwa umenitii, because you have obeyed me. Hallelujah. Amen. Kwa kuwa umenitii, because you have obeyed me, takufanya wewe une grande nation, mkubwa, baba wa mataifa. I will make you great, father of nations. Pale alikuwa hajakuwa hata na mtoto. At that point, Abraham did not even have a child. Lakini akamwambia utakuwa baba wa mataifa. But he told him, you will become a father to the nations. Amen. Amen. Utakuwa baba wa mataifa. Father of the nations. Amen. Amen. Utakuwa source of benediction. Utakuwa source de benediction. Chanzo cha baraka. Utakuwa chanzo cha baraka. Hallelujah. Amen. Utabariki. You will bless. Hallelujah. Amen. Sikiliza hapa. Listen to this. Tabariki wanaokubariki. I will bless those who bless you. Hiyo ni mambo ya kushangaza sana. This is something amazing. Tabariki wanaokubariki. I will bless those who bless you. Na je me dirai. Ntalaani wanaokulaumu. And I will curse those who curse you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa hapa ni kitu ya kushangaza sana. Now, this is something that we should take note of. Kama unaona Mungu anakuambia hivyo. If you hear God telling you that, anasema tabariki wanaokubariki. telling you that I'll bless those who bless you. Hallelujah. Kama mko na spiritual father, if you have a spiritual father in your life, mukamubariki, and you bless him or her, mutabarikiwa. you shall be blessed. Mukamubariki, if you bless him, mutabarikiwa. you shall be blessed. Hiyo ni neno la Mungu. That is the word of God. Sio neno la watu. Not from men. Mukamuteta wala mukamfanyizia vibaya. If you treat her badly or if you curse her, na wewe utamaliza vibaya. you will also finish badly. Ni neno la Mungu. It's the word of God. Sio neno la pastor. Not a word from a pastor. Neno la Mungu. It's the word of God. Ukamubariki. If you bless, ukibariki Pastor Ben, if you bless Pastor Ben, utabarikiwa. you shall be blessed. Hallelujah. Amen. Sababu Mungu amemchagua. Because God has chosen him. Amesema atakuwa baba wa mataifa. And said he'll become the father of the nations. Baraka zenu, your blessings, zitamupitilia yeye. are anchored to him or her. Tunasikilizana? Are we together? Baraka zenu, your blessings, ukitafuta inheritance, if you look for inheritance, itampitilia baba. it will go through the father. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sasa kama ukimbariki, now if you bless, usiwaze ni yeye unamfanyia vizuri. Don't think that you're doing good to her. Yesu unamfanyia vizuri. You are doing good to lakini Jesus. mbele za Mungu, but before the Lord, unajifanyia vizuri you're wewe. also doing sababu good to Mungu yourself. atakubariki. Because God will bless you. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Akamwambia Abraham nitakubariki. He told Abraham, I shall bless na you. watoto wako nitawabariki. And I'll bless your children. Hallelujah. Yes. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sababu alimwambia toka na uende. Because he told them, get out and go. Acha vitu yako yote. Leave behind all your possessions. Wende. Go.
alafu utaona gisi ndakubariki. And you'll see how I shall bless you. Mungu akakwambia uende. God is telling you go. Sometimes it's difficult. Mara nyingine ni ngumu. Namna gani ndaenda? How shall I go? Namna gani ndaacha vitu vyangu? How shall I leave my things behind? Lakini however, hiyo ni faith na ni it takes faith ni imani to obey. Ni imani, that is faith, na ni kuobey. And it is to obey. Hallelujah. Amen. Mama, Mungu akimwambia, when God tells mama, namwambia toka nchi yako, and tells her get out of your land, wende Tanzania, go to Tanzania, wende Arusha, go to Arusha, hakukataa. she did not refuse. Hallelujah. Amen. Hakukuwa anajua mtu Tanzania, she didn't know anybody in Tanzania, lakini angalia watoto Mungu amemupa, but see the children God has given her, na bado wangayo anakuja, and still counting. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na Mungu akasema, and God said, kwa nini kwa kuwa umenitii, because you have obeyed me, takufanya, I will cause you, I'll make you. Hallelujah. A father. Inheritance yako iko Arusha. Your inheritance is in Arusha. Watoto wako wa kimwili watabarikiwa. Your children biological shall be blessed. Watoto wako wa kiroho watabarikiwa. Your spiritual children shall be blessed. Kanisa lako litabarikiwa. Your church shall be blessed. Mtu ambaye yote amafuata hii vision atabarikiwa. Anybody who pursues this vision shall be blessed. Sababu alisikilia Mungu. Because God's idea, she obeyed. She obeyed it. Hallelujah. Amen. Mungu akatafuta namna yote ya kumuleta. And God found a way to bring her here. Akapitia kazi ya baba. Through the job of her husband. Lakini ilikuwa kusema asimamie hii kanisa. But the purpose was she becomes an overseer of this church. Sasa kupitia yeye. Now through her. Si hapa Arusha tu. Not only Arusha. Ni all nations. Mataifa yote. Hallelujah. Tuko under umbrella yake. We are under her umbrella. Kuna watu wengi Montreal, USA. Fasi nyingi sana mnajua vision. There are many people in the US, you know many places, people who pursue and follow this vision. Sisi wote tuko under. Sote tuko, all of us are under. Tuko chini ya mwavuli wake. Tuko chini ya hiyo muti mkubwa sana. We are under that tree, that big tree. Tuko pale. We are right there. Hallelujah. Amen. Inheritance yetu iko hapo. Our inheritance is anchored there. Gisi Mungu anamubariki, as God blesses her, na sisi inatufikia. It cascades to us. Hallelujah. Amen. Sababu mafuta inatoka juu. Because anointing flows from the head. Na inashukia watoto. And comes to the children. Na watoto wa watoto. And the children's children. Na watoto wa watoto wa watoto. And the children's children's children. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Siseme hivyo kwa sababu nampenda sana. I'm not saying that because I love her so much. Lakini ni vision ya Mungu. But it's the vision of God. Mungu amesema. God has said it. Na Mungu akisema, and when God speaks, atatenda. He will do it. Kwa kweli atatenda. Indeed he will do Bwana it. sifiwe. Praise the Lord. Kuna mfano kidogo natafuta kupana. I have a brief example I want to share with you. Kuna hao watoto wanatoka Amerika. There are these children from the US. Kimberly na Joshua. Kimberly and Joshua. Hallelujah. Amen. Wamekutana na mama USA. They met with mama in the US. Mungu akawaambia mumfuate huyo mama. And God told them follow that lady. Mabaraka yenu itapitia hapo. Your blessings will go through her. Inheritance yenu itatokea hapo. Your inheritance will come to pass. Unajua Afrika kama tunasikia tunaenda Ulaya, tunaenda Amerika. You know, people from Africa, they desire to go to the US, they want to go to Europe. Tunafurahi sana. We are very happy. Sababu tunasema kuna opportunity nyingi. Because we say that there are many opportunities there. Lakini hao, but these ones, balitika kutoka huko, they were sent from there. Wanashuka hapa Tanzania. They came to Tanzania. Hawajui Swahili. They don't know Swahili. Hawajui kila kitu. They don't know everything here. Lakini wanasema Mungu amesema. But they said because God spoke. Mungu amesema. Because God has said. Na sisi tutaenda. We shall go. Tutaenda kujifunza mingi. We'll go to learn so much. Hallelujah. Amen. Tunaamini kama Mungu akisema atatenda. We believe that when God speaks, then He does it. Mubarikiwe sana. Be blessed. May God bless you. Mungu abariki. Kimberly and Joshua. Kimberly and Joshua. Hallelujah. Amen. Bwana wabariki sana. God richly bless you. Amen. Amen. Nilikuwa naishi Ottawa. I was living in Ottawa. Hallelujah. Amen. Mama
akatuuliza, muko ready ya kuanza church? Then mama asked us, are you ready to start a church? Sababu alikuwa anakuja anaangalia conferences tulianza ministry Women of Impact. Because she would come and then she would come in the conference and she would see how we're organizing and running the Women of Impact ministry. Ikaanza kuwa kubwa. And it was growing. Hallelujah. Amen. Mungu akatusaidia ikazaa branch ya Montreal. And God helped us. It gave birth to the branch in Montreal. Femme Impact of Montreal. Hallelujah. Amen. Na yo Mungu akaanza kuifanya kubwa. And God also started growing that ministry in Montreal. Hallelujah. Amen. Lakini mama hakutuambia kitu. But mama did not say anything. Alikuwa anatuangalia tu. She was just watching us closely. Alikuwa anaangalia kazi zetu. She was looking at our doings. Alikuwa anaomba. And she was praying. Anatuambia ni hivi ni hivi. And he was telling us, lakini this way it's hatukuwa najua kama itakuwa church. But she had not yet then known it will become a church. Wakati ya Mungu ilienea. When the time of God akatuuliza, came, are you ready? she asked me, are you ready? Tukasema yes, we are ready. Tukamwambia tuko tayari mama. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa kanisa ikaanza Montreal. And the church was started in Montreal. Ni province ingine. That's another province. Sasa akasema yani Pastor Immaculée anapasha kuwa Montreal. And then she said Pastor Immaculée should pastor the church in Montreal. She will be with Mama Laura at Montreal. Atakuwa na Mama Laura kule. Sasa mimi nikasema, namna gani ndaacha sasa kazi yangu? I told myself, how shall I quit my job? Hata watoto wananiuliza sasa itakuwaje? Even the children were asking me, how shall it be, mama? Sasa na miaka yangu ndaenda tena kuanza kazi huko. Now given my age, was I supposed to look for a new job and start another work there? Lakini nikaobey. But I obeyed. Nikasema kama Mungu amesema. I said, if God has spoken, He is our provider. Yeye ni mpaji wetu. Mungu anajua chochote. God knows all. Sasa mimi nashangala ku birthday yake. I was surprised during her 55th birthday. Anasema atakuwa mtoto yangu. She said, I'll become na one of your children. Kila kitu. And I will take care of you. Hiyo ni inheritance yangu. That is my inheritance. Nashukuru Mungu. I thank God so much for that. Hallelujah. Amen. Kuna mengi sana naweza kusema. There are so many things I can tell you. Lakini Mungu ni mwema. But God is good. Mungu ni mwema kwa kweli. All in all, God is good. Hallelujah. Amen. Mungu akampatia Abraham chochote alisema. And God answered Abraham and gave Abraham according to what he had said. Mungu akisha kuangalia Abraham faith yake. When God noticed the faith of Abraham, akamkujia tena. He came back to him. Akisha kumubariki na mtoto. After blessing him with a son. Mtoto wa uzee. A son in his old age. Akamwambia. He told him. Sasa Abraham. Now, Abraham. Naomba mtoto wako. I want you to sacrifice that child to me. Unasikia ile kitu? Are you listening to amepata that? Mtoto kwa uzee. You got a child in your old age. Mungu alimwambia atamfanya baba wa mataifa. God had told him he'll make him father to the nations. Sasa itapitia wapi? Now it came. Anaomba huyo mtoto. God is asking for the lakini same mambo ya kushangaa. Child. Mambo ya kushangaa. That will amaze you. Abraham akasema kama umesema baba nitatenda. Abraham said, Father, if you have spoken it, I will obey. Inashangaza sana hakumwambia hata mke wake. It's amazing Abraham did not share with his wife. Alikuwa anaona nikimwambia Eve because hataitika. Possibly he thought if I tell her, she will not accept. Hata kubali. She will not allow. Hata kubali. She won't allow. Mzee Eve amepata mtoto, amelia mingi. Sasa anampa mtoto, tena anasema mtoto akwe sacrifice. Abraham sitamwambia mke wangu. The man was in his old age. The man had cried before God for a child, and God gave him one child, and God is asking for this very child to be sacrificed to him. Waza mwenyewe, kamata muda mdogo tu, uwaze ingekuwa mimi ningefanyaje? Kweli ningepana huyo mtoto? Put yourself in Abraham's shoe. Just think for a moment. If it were you, one child in your old age, would you give him? Would you sacrifice him? Lakini natafuta kukwambia kitu kimoja. But I want to tell you this. Faith. Imani. Obey. Kutii. Kutubu. Repentance. Ni vitu vitatu. These are three things. Tunaambao sema kama
Mungu atatenda maajabu. that tell you that God will do wonders for you. Abrahamu haku complain. Abraham did not complain. Hakusema wala basi baba nifanye namna gani, sinipane hata basi kuna nani Ishmaeli unaniomba huyu baba. Neither did he say, Lord God, can you look for another way? Can you please consider maybe Ishmael? Ishmael is alive. No. Abraham said one thing. Baba akisema tatenda. When the father says it, then he will do it. Akakamata mtoto Isaka. He got hold of the son. Alikuwa young. Alikuwa mzuri sana. He was a handsome young man. Akamkamata, twende. He got hold of him and told him, let's go. Twende kupana Holocaust. Let us go to sacrifice. Mtoto akaenda. And the son went. Akakamata watumishi. And he got hold of his servants. Akakamata kuni. And he took firewood. Amen. Akakamata kila kitu. And he took everything with him. Akasema twende. He said, let's go. Bakaenda. And they went. Lakini kufika njiani. But on the way, Mungu alimwambia uende mlima ya Moria. God told him, go to Mount Moriah. Ukifika pale nitakuonesha mahali. When you get there, I'll show you a place. Utafanya sacrifice. And you shall give the sacrifice. Akaenda. He went. Mimi nikajitia mahali ya Abrahamu. I put myself in Abraham's shoes. Alikuwa anawaza nini? I was asking myself, what was Abraham thinking on the way? Alikuwa analia, was he bleeding in his heart? Was he crying? Nini? What do I do? Lakini anasema tatenda tu. But he said, I will obey. Mungu mwenyewe anajua. God knows what he's doing. Saa zingine alikuwa anasema Mungu alimpatia mtoto kwa uzee. Mara nyingine atafanya nyingine miracle. Maybe he thought, God has given me a child in my old age. He can do another miracle and give me another child. But that was a maybe. Lakini hiyo ilikuwa ni inawezekana. Hakukuwa na kihakika. He wasn't sure. Lakini asema no matter what tafanya. But Abraham said, haijalishi, I will obey. Mtoto akamuuliza baba. And the son asked the father, mbona naona kuni? Father, I see the firewood. Naona kila kitu. I see everything. Naona kisu. I see the knife. Kisu. Naona kisu. Knife. Sasa mtoto wa kondoo iko wapi? Where is the lamb? Oh, hallelujah. Abraham told him, our God will provide. Mungu wetu atajitolea. Mungu wetu atajitolea. Hallelujah. Amen. Hiyo ni kutamka vizuri. That is a good confession. Positive word, right? Neno chanya. Hallelujah. Amina. Kinywa zetu zinapaswa kutosha maneno mazuri. Our lips ought to speak positively. Always. Kila wakati. Hapana negative. Sio hasi. Akasema neno ikagusa roho ya Mungu. He said a word that touched the heart of God. Our Jehovah Jireh. Mungu Yehova Yire. He will provide. Atajitolea. Atajitolea. Hallelujah. Amina. Akatayarisha kila kitu yote. He prepared that altar and everything else. Akakamata mtoto wake. He took his son. Akamtia hapo. Laid him there. Oh. Lakini nashangaa, Mungu ananishangaza saa moja. But it amazes me. God amazes me. Alimwambia kamata mtoto yako unique umoja. He told him, take your only son. Mimi nilisema lakini unique alikuwa na Ishmael. But I asked myself, why would God say only son and yet Ishmael was there? But alikuwa unique sababu alikuwa wa promise. Huyo ndio alikuwa wa promise. But this man Isaac was special because he was the promised son. Akamwambia tena ule unayopenda sana. And he told him the son that you love the most. Ni kama alikuwa anaongezea tu aone kama Abraham mara nyingine atasema okay. Ule unayompenda sana. It seems like God was provoking Abraham so that Abraham would change his mind. But God tested him and said, the one you love most. Na pia akasema Isaac. Akatamka jina. And thirdly, Isaac. He mentioned the name. Isaac. Ule ndio nataka. That's the one I want. Ilikuwa ngumu sana. It was difficult. Ilikuwa ngumu sana. Very difficult. Anapana precision zote. God gave all the requirements, the precise thing that Abraham. Yule ulipata ukiwa mzee. The one I gave you in your old age. You're unique. The special son. Ule unayempenda sana. The one you love the most. Ule jina lake ni Isaac. Whose name is Isaac. Sio mwingine. None other. Huyo ndio nataka. That's the one I want. Abraham akasema, yes boss. Abraham akasema, ndio bosi.
Sasa alishamtia pale. After laying the son there, Oh my God. Anakamata kisu. he took a knife. Anakamata kisu. Took a knife. Anataka shusha Raised mkono. it one Oh, time. hallelujah. Slay the son. Anasikia malaika wa Bwana He anamuita. heard the angel of the Lord calling Anasema out, Abraham. Abraham, Abraham. Abraham. Acha. don't hurt, Don't do that. don't harm. Usipime kumuua mtoto wako. Usipime kumuua mtoto wako. Sababu nimeona roho yako. Because I've seen your heart. Nimeona imani yako. I've seen your faith. Nimeona upendo wako. I've seen your love. Nimeona kweli unanipenda. I know now you love me. Nimeona kutii kwako. I've seen your obedience. Nalapa tena. I swear Ya again. mara ya pili Mungu analapa tena. I vow, God vowed the Anasema second time. And nitakubariki. he said, I'll bless you. Nitakubariki. If it is about blessing, I'll bless you. Bwana anawaambia asubuhi ya leo. The Lord is telling you today, Atawabariki. He'll bless you. Lakini But there is condition. kuna sharti. Unapasha kuwa na faith. You ought to have faith. Unapasha kutii. You ought to obey. Na ya tatu unapasha kila siku And number 3, every day you ought to repent. kukuwa saint. Kujitakasa. Holy. Kujitakasa. Kujitakasa. Ukifanya dhambi lazima ujitakase. When you sin, sanctify yourself through repentance. Hallelujah. Amen. Na Mungu anakungoja. And God is waiting for you. Anakungoja. Waiting for you. Anasema mtoto wangu. He says, my son, kwa my child, kweli, my daughter, umerudi. you have come back. Takubariki. I'll bless you. Hallelujah. Amen. Takubariki. I'll bless you. Tamalizia kwa kitabu cha mwana mpotevu. I wind up by reading the story of the prodigal son. Hallelujah. Amen. Tutasoma kitabu cha Luka. Open your Bible to the book of Luke. Kutubu. Repentance. Inakupeleka kwenye inheritance. Repentance takes you to your inheritance. Luka chapter 15. Luke 15. Tutaanzia 17 to 23. Luka 15 kuanzia mstari wa 17 hadi 20. Naomba usome. Mtasoma. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula cha kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, Amen. Nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Unaweza sema kusoma tena 17. 17 nitarudia. Alipozingatia moyoni mwake. Alipozingatia moyoni mwake. Having considered in his heart. Hey, kwa Kifaransa anasema isemia réfléchir. Alipozingatia moyoni mwake. Hallelujah. Akaanza kufikiria. He started thinking. Ini wakati wa kufikiria. It is time now to think and reflect. Jameni, ini wakati wa kufikiria. It is time to think and reflect. Fikiria ni wapi au kutembea na Mungu. Think where you fell away, you fell off from God. Fikiria ni wapi haukumpendeza Mungu. Think where you did not please the Lord. Ini wakati wa kufikiria. It's time to think Na kurudilia Mungu. and to go back to Ni God. wakati wa kurudilia Mungu. Time to go back to God. Hallelujah. Amen. Tumtafute Mungu. Let us seek God. Seeking God to impact nations. Kumtafuta Mungu ili kuyagusa Hawezi mataifa. kuimpact kama haukurudilia Mungu. You cannot kugusa mataifa kama you haven't gone back to God, you have sought him. Na kurudilia Mungu is true repentance. And to go back to God ni kupitia toba. Kupitia toba. Hii ni wakati wa kurudilia Mungu. It's time to go back to God Kupitia toba. through repentance. Amen. 18. Verse 18. Ndarudia kwa baba. Nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Na kumwambia Baba, nimekosa juu ya mbingu na I have wronged, I have sinned
before heaven and before you. Nimekosea Mungu na pia nimekukosea wewe. I have wronged God and I have also wronged you. Unapaswa kujua kama You ought to know this. Mtu mwenye ko pembeni yako, a person besides you, usimtendee mabaya. do not wrong them. Mbele ya kwenda hata kuomba toba kwa Mungu, Even before you go and ask forgiveness from God, wanje mwenzako mko naye. start with the person who is beside Akasema you. nimekosea Mungu. He said, I have sinned against God. Lakini Baba, na wewe nimekukosea. And Father, I have also sinned against you. Naomba toba. I ask for forgiveness. Unisamee. I repent. Na Mungu atanisamee. And God will also forgive me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Si kuomba Baba tu na mtu mwingine kona lia. Not to ask forgiveness from the Father and yet the person next to you is crying. Amen. Amen. 19 anasema nini? Verse 19 says, sistahili kuitwa mwana wako tena. Sistahili kuitwa mwana wako tena. I am not worthy to be called your son Sababu again. ameangalia mambo yote ametenda. Because he considered all the evil he had done. Alikamata inheritance yake. He took his inheritance Akaenda kumaliza huko. and went and squandered it. Akafanya vitu vibaya sana. He committed evil. Vitu vibaya sana. Evil things. Alafu franga ikaisha. Shetani hana rafiki. And the money got finished. The devil has no friend. Alafu siku mwaka ikaa. Then one day he sat Akaanza kuwaza. and thought. Akasema lakini. And he said, but kwa nini sirudilie baba why yangu? don't I go back to my father? Baba yangu ana franga nyingi. My father is rich. Yes, nimemkosea. Yes, I have sinned Lakini against him. still ni baba yangu. But he's still my father. Atanisamee. He will forgive me. Atanisamee. If he can forgive me. Sistahili kuwa mwana wa. I'm not worthy to be called his son. Lakini However, anajua roho ya uzazi. he knows the heart of a parent. Ile ndio roho ya Mungu. And that is the heart of God. Hallelujah. Amen. Mzazi wote, Any parent, Mungu mtoto when akamrudilia, your child comes back to you, ndio furaha yake. that is the joy of the parent. Na baba tukamrudilia, And if you go back to the father, ni furaha ya it Mungu. is the joy of God. Hallelujah. Amen. And the joy of the Lord Na furaha ya Mungu is our strength. ni nguvu yetu. Hiyo ni slogan yangu. That is Ile my neno watchword. naipenda sana. I love that scripture. The joy of the Lord. Furaha ya Bwana. Tunapaswa kumfurahisha Mungu. We ought to please the Lord Kusema na sisi tupate nguvu ya so that we kuendelea. may get strength to push on. Hallelujah. Amen. Kuna makati nilipitia vitu si nzuri. Vitu vigumu. There's a time I went through challenging times. Difficult Lakini times. nikaomba Mungu. But I prayed to God. Na Mungu akanipa amani. And God gave me peace. Na Mungu akanipa furaha. And God gave me joy. Sasa ile masaa tulikuwa tunatayarisha conference Montreal. Now that time we were trying to organize the conference in Montreal. Sasa lakini roho yangu haikuwa na furahi. But my heart was not glad, was not happy. Nikaomba Mungu. I prayed to God. Mungu akaniambia, I give you my joy. And God told me, nakupa furaha yangu. I give you my peace. Nakupa amani yangu. Hallelujah. Nakumbuka hiyo siku. I remember that Mama time. Laura akanipigia simu. Mama Laura called me. Akaniambia, mama, bado hujatupatia theme ya conference. She told me, Mama, you have not given us the theme of the conference. Yes. Sikusema niombe, sikusema nikamate Biblia, nikasikia ile neno nakuja tu nikamwambia la joie de l'Éternel est ma force. The joy of the Lord is my strength. At that time when she asked me, I didn't feel like praying. I didn't feel like going to look for the word anywhere else. That word came back to me. I just told her, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Amen. Mama Laura akasema hallelujah. Mama Laura said, hallelujah. I told you. Hiyo conference ilikuwa ya kwanza Montreal yote. That conference was unique and na it was the first of its kind in Montreal. It had so much joy. People were glad. Watu wote walikuwa na furaha. People were joyful. Na wengi watu walitufuata kwenye ministry, kwenye church.
And many people came to the church. Balikuwa kwa ile conference. It's because they were products Wanapana of that testimony, niliwafuata sababu ya ile siku. and they give testimonies today and Wengine say, wakasema sasa I joined this church because of that day. Nani? And people were asking, who are these women? Hawa mama lazima niwafuate. I must follow these women. Hallelujah. Amen. Ndio kisi Mungu alianza kutupatia watu. That is how God brought people to the church. Mungu alitutia joy. Because God gave us joy. Mungu alitutia strength. He gave us strength. Hallelujah. Amen. Na by the grace of God, na kwa neema ya Mungu tunaendelea. We are growing. Lakini kuna kitu tunashukuru Mungu tena. But there's something we thank God for again. Hii wakati ya corona, during the time of corona, church zinafunga. Churches were being closed. Big church wanafunga. Big churches were closing up. Nashukuru Mungu kwa Tanzania hakuna corona. I thank God there's no COVID in Tanzania. Hallelujah. Ni mambo ya kushangaza sana. It is something amazing. Amen. Amen. Nadhani kuna sababu. I know there's a reason. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Lakini church kubwa wamefunga. Big churches closed up. Lakini East Wind tunaendelea. But East Wind we are going on. Amen. Amen. East Wind tunaomba. East Wind we are still praying. Kila Sunday tunaomba. Every Sunday we are praying. Hallelujah. Pastor Sule ameniambia, mbona mmekuja wote? Sasa kanisa imebaki na nani? Pastor Sule was telling me, all of you are here. Who is overseeing the church back there? Nikamwambia, hivi kuna watu wengine hapo. I told Pastor, there are other people there. Sisi hatufungi. We are not closing up. Hallelujah. Amen. Online tunaomba. Online we are praying. Programs zote tunafanya. All programs are being followed. Sababu Mungu wetu. Because our God ni Mungu faithful God. Is a faithful God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nashukuru Mungu sana. I thank the Lord so much. Nawaambia wapendwa. I tell you, beloved, kama kuna mtu hajapokea Bwana Yesu, if there is anybody who has not received the Lord Jesus, hii ni wakati. this is your time. Hii ni wakati. This is your time. Hii mwezi siishi. Let this month come to an end. Na wewe ingie kwenye inheritance Don't allow yako. it to come to an end. Rudilia Mungu wako. You get into your inheritance. Rudilia Mungu wako. Come back to your God. Hallelujah. Amen. Kuna mtu hajapokea Bwana Yesu hapa? Is there anybody who has not received Jesus here? Bwana pewe sifa, simama. Hallelujah. Amen. Kama kuna mwingine asimame. If there is any other person, ni wakati wa Mungu. Stand up. This is a time of God. Ni wakati wa Mungu. Time of God. Ni wakati wa inheritance. A time of inheritance. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Come in front. Mungu akubariki sana. God bless you. Kama kuna mwingine, if there is anyone else, asimame. Please stand. Hii ni wakati wako. It's your time. Pia namwambia mwenye iko online kutufuata. Even those who are following kama online. Kama hajampokea Bwana Yesu, if you have not received the Lord Jesus, ata confess. You'll confess. Ndaomba Pastor Ben neno ya toba. Tutamwombea kumpokea Yesu. Na utamwombea na wale wote wenye wiko online. And all those who are following online. Na wataripiti na wewe. Hata hauko hapa physically, spiritually wako. Amen. Those who are watching us will also follow and repeat these words. Wale wanaotufuatilia pia mtarudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Nakuja mbele zako. Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa Roho Mtakatifu. Asante kwa Roho Mtakatifu ambaye amenishawishi nimpokee Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nakiri kwa kinywa changu. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Bwana Yesu ni mwana wa Mungu. Alikufa siku ya tatu. Mungu Baba akamfufua kutoka wafu. Naamini moyoni mwangu Bwana Yesu ni mwana wa Mungu. Leo hii nakataa dhambi zangu. Naomba unisamehe, Mungu, dhambi zangu. Nitakase kwa damu ya Yesu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Futa jina langu
katika vitabu vya hukumu. Leo hii nampokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mungu Baba, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, fanya makao yako ndani yangu. Nimeokoka, nimeokolewa. Yesu, nitakupenda, nitakufuata kuanzia leo. Asante kwa familia hii mpya, katika jina la Yesu, amina. Haleluya, haleluya. Mstari wa 22, mstari wa 22. Mungu baba akasema, The father said, akaambia watumishi wake, aliwaambia watumishi wake, mumuvike manguo mazuri. Dress him with good clothes. Hallelujah. Amen. Mumuvike manguo mazuri. Dress him with good clothes. Hiyo ni utakaso. That is sanctification. Mumuvike peta. Put a ring on him. Hiyo ni authority. That is authority, mamlaka. Hallelujah. Amen. Mumuvike sanda, mumuvike viato. Clothe him with sandals, shoes. Good news. Habari njema. Hallelujah. Amen. Mtu akeokoka, When somebody Mungu anampatia is authority saved, tena. God gives him authority. Mungu anampatia power katika kinywa yake. God gives him power in his mouth. Hallelujah. Amen. Akasema mulete na mumchinje. And he said, slaughter for him. Tufanye sikukuu. And let us celebrate. Mtoto mmoja tu One child, akiokoka, when he gives this mbinguni life to Christ, heaven celebrates. Heaven celebrates. Heaven celebrates. Ni mmoja huyu. This is only one. Lakini hapa sasa hivi, But now, right now, mbinguni wako wana in celebrate. heaven they are celebrating. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mumufuatilie vizuri. I want you to follow up on him. Bado nimalize. Before I wind up, Narudilia tena kusema, I want to say again, ukipenda Mungu sana, when you love God so much, hautapenda kumuzikisha. you will not want to grieve him. Utafanya nguvu yote You will do whatever it takes kusema umfurahishe Mungu to wako. please your God. Hata mtu ukimpenda, If you love God, mtu ukipenda mtu, ordinarily if you love a man or you unamuobey. love somebody, Unamuobey. you obey the person. Ndio maana watoto wetu wa kijana, wanawake, lazima mfanye choice mzuri. And that's why ladies who are here who are not married, you must make the right choice. Sababu kafanya choice mbaya, Because if you make the wrong choice, utaobeire maneno mabaya you will obey wrong words. na atakupeleka fasi pabaya. And that man may take you in a wrong place. Omba Mungu Pray to God akufanyie choice to mzuri. make a choice for you. Ambia wazazi wako wa kimwili, wa kiroho. Tell your spiritual parents, your biological parents, Hallelujah. Amen. Sababu wakuoriente kwa choice yako. so that they can take you to your right choice. Tamalizia kitu kadogo tu. I wind up briefly. Mbele nitoke Canada. Before I left Canada, Mama utanisamee. Mama, forgive me for time. Mama ameniambia naomba uniuzie kitu kadogo. Ilikuwa kitu kadogo tu. Mama told me to buy for her something small. Alafu mimi sikusikia vizuri. I didn't hear properly. Nakwambia usome neno la Mungu ili usikie vizuri. I'm telling you, read the word of God so that you can hear well. Sababu huwezi kuhubiri neno ya Mungu. Because you cannot go wrong with the Lazima word of God. usikie vizuri. You have to hear properly. Sikusikia vizuri. I didn't hear properly. Mimi nikauza kitu ingine. I bought something else. Sasa nilikuja. So when I came, Kimberly kaniambia umemletea mama ile kitu. Kimberly asked me, have you brought Na mimi for nikasema Mama ndio what she told you? nimeleta. I said, yes, I've brought it. Nikaonesha. I showed it. Mama kaniambia sio hii. Mama told me, no, not this one. Nikasikia roho yangu. I felt in my heart. Sababu nampenda sana. Because I love her so much. Sipendi I kumuzikisha. don't want to grieve her. Na yeye ananipenda. And she loves me. Hataki kunionyesha kama nauzika. She doesn't want to tell me, Lakini to mimi show nimeona me. kama amekuwa there is some deception. But I saw like she was not really happy. But she was saying it's okay. Akaniambia hapana, usiwe na wasiwasi. Lakini roho yangu haikuwa it's okay. But in my heart it wasn't Nilikuwa okay. nasema sasa nitafanya namna gani? And I told myself, what should I do? Tarepare namna gani? How can To I repair. repair? Lakini ikaisha But it went like that. na akanisikia. And she listened to me. Mungu God
tunafaa kumsikiliza mzuri. We need to hear God properly. Kufungula macho ya kiroho vizuri. Open your spiritual eyes. Masikio ya kiroho vizuri. Your spiritual ears properly. Sababu unaweza fanya kingai hakusema. Because you can do that which he didn't tell you to Wewe do. unadhani unamfurahisha. You may think you're pleasing him. Lakini haukuleta kitu ambayo alipenda. You didn't bring what he asked you to bring. Read the Bible. Soma Biblia. Ndio utajua Mungu anasema nini. You will know what God is saying. Mungu abariki. God bless you. Amen.